Kiukweli ukitazama hii video ya CCTV kamera ambayo imeachiwa na idara ya upelelezi kutoka huko nchini Kenya inaumiza sana. Hii ni video ambayo inaonyesha wanafunzi watano namna ambavyo waliingia kwenye bweni wakati wenzao wamelala katika shule ya Utumishi Girls ambayo inapatikana katika kaunti ya Gilgit huko Nakuru nchini Kenya. Hii video inaonyesha namna ambavyo wanafunzi watano ambavyo waliingia wakati wenzao wakiwa wamelala, namna ambavyo waliwasha huo moto ambao ukasababisha vifo vya wanafunzi 16 ambao ilitokea usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 28 wiki iliyopita mwaka huu 2026. Sasa ukitazama ile video, wanafunzi wale watano walionekana wakiwa wameingia kabisa mule ndani. Inasemekana ni majira ya saa 7 usiku wakati wengine wote wakiwa wamelala. Sasa wanafunzi wale watano waliingia moja kwa moja katika bweni na kuanza kushauriana. Ukitazama pale ni kama walikuwa wanazungumza ni wapi watakapoanzisha huo moto. Na ukiangalia pale kuna cube namba 10 lakini namba 11. Walifika kwenye cube namba 11 ndipo pale wakazungumza, lakini baadaye wakabaki wanafunzi wawili, wale wengine watatu wakatangulia mbele. Wale wawili waliobaki huku nyuma ndio waliwasha ule moto kupitia kiberiti na ndipo moto ulipowaka katika cube namba 10. Tukio ambalo kiukweli mpaka sasa hivi bado linaendelea kuleta maswali mengi sana na kujiuliza imekuwaje wanafunzi wanaenda kuwasha moto katika bweni la wanafunzi wenzao, ikiwa ni wanafunzi ambao pia wanasoma katika hiyo shule. Na kwa mamlaka ya polisi kutoka nchini Kenya imewashikilia wanafunzi hao 8, lakini pia ikiwa 6 walishikiliwa akiwa katika shule, lakini yule wa 7 alikuwa tayari ameshaachiwa kwenda nyumbani, lakini pia alitambuliwa kwenye video hiyo ya CCTV. Na bado uchunguzi bado unaendelea kufanyika ili kuweza kubaini hasa chanzo ama sababu ya wanafunzi hao iliyopelekea kwenda kuwasha moto katika bweni na kusababisha vifo vya wenzao 16. Kikweli hili ni tukio ambalo bado linaendelea kuumiza Wakenya wengi, lakini pia watu wa Afrika Mashariki, kwa sababu wengi wametoa maoni na kusema kwamba inakuwaje pia ukiweka CCTV kamera kwa upande ya bweni wanafunzi wa kike. Lakini kwa upande mwingine tumeona pale waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya ameweza kutoa ushauri kwa shule mbalimbali kusema kwamba ni vizuri kuweka hizi kamera za CCTV kwa sababu zinasaidia, lakini pia kuepusha matukio kama haya hapo. Lakini kwa upande wangu mimi bado sitaki kuamini kama CCTV cameras zinaweza zikazuia, kwa sababu ukiangalia kama hili hapa ambalo limetokea katika shule ya Utumishi, bado walijua kama kuna CCTV camera kwamba wataonekana, lakini wakaendelea kutekeleza tukio hili hapa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na DCI, inasemekana kwamba bweni hilo lilikuwa na takriban wanafunzi 200 ambapo 76 wamejeruhiwa na mpaka sasa bado wanaendelea kupata matibabu, lakini wanafunzi 16 pekee ndio walipoteza maisha. Lakini pia moto huo uliathiri upande wa bweni ambao linapatikana juu ama ni gorofa la juu, lakini kwa upande wa magorofa ya chini ambayo yanapatikana katika jengo hilo la shule, kwa upande ya hayo hayakuathirika na moto huu ambao ulitokea. Bado uchunguzi unaendelea kufanyika ili kuweza kugundua hasa nini hasa ambacho kilisababisha wanafunzi hao kutekeleza tukio hilo. Lakini kwa mujibu wa mmoja wa wanafunzi ambao alinusurika katika tukio hilo, alieleza na kusema kwamba labda watu walikuwa wanajiuliza huenda labda kuna wengine walikuwa wanapendelewa labda na shule ama na baadhi ya walimu, lakini alisema hapana, wanafunzi wote ambao wanasoma shule hiyo ama wanafunzi wote ambao walikuwa wanapatikana katika bweni hilo walikuwa wanaishi maisha sawa.